Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast. Karibu sana kwenye podcast yako pendwa ya Ncha Kali. Tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunaendelea na mfululizo wa podcast zetu za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ikiwa kubwa, tunaangazia simulizi za hatua za mabadiliko za wageni mbalimbali ambao tunakuwa tumewaalika katika mazungumzo yetu ya Ncha Kali Podcast. Nikukumbushe tu ya kuwa kipindi hiki kwa namna yoyote ile ambayo unakifuatilia kitakuwa kikujia kila siku ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, muda na wakati kama wa leo. Lakini nikukumbushe kuwa unaweza kufuatilia mfululizo wa podcast zetu ambazo tumekwisha kuzifanya kupitia katika platforms zote za podcast, ikiwemo Google Podcast na Spotify na nyinginezo nyingi. Kote huko utatupata kama AD+ Swahili. Lakini kama ungependa kufuatilia kwa kutazama, basi unaweza kufanya hivyo kupitia katika channel yetu ya YouTube inayokwenda kwa jina la AD+ Swahili. Kisha una subscribe channel hiyo na una click pale kwenye kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupata taarifa kila tutakapoweka podcast mpya. Leo ni siku nyingine na tupo na mgeni pia, ikiwa ni ada yetu. Mara zote tumekuwa tukiwa na mgeni ambaye ndiye tunaangazia hatua zake za mabadiliko. Leo tunaye si mwingine ni Sheikh Sahib, ndiye mgeni wetu. Kwa hiyo Sheikh Sahib, karibu sana kwenye Ncha Kali Podcast. Nikupe fursa uweze kuwasalimu wanaotufuatilia, lakini ujitambulishe, utumie fursa hiyo pia kuweza kujitambulisha kabla hatujaanza mazungumzo yetu. Karibu sana. Asante sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu watazamaji na wasikilizaji wa Africa TV Swahili, kwa jina naitwa Sahib Thabit Salim Mteleke, ni mzaliwa wa mkoa wa Njombe, wilaya ya Wanging'ombe, tarafa ya Mdandu, kata ya Igwachanya, kijiji cha Palangawano. Karibu sana Sheikh Sahib katika Ncha Kali Podcast. Na kabla hatujaanza mazungumzo yetu pia tungependa kufahamu Sheikh Sahib, wewe unafanya nini sasa hivi, unajishughulisha na nini? Angalau watu waweze kufahamu, alafu tutakuwa tumepata msingi mzuri wa kuyaanza mazungumzo yetu. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa sasa mimi ni mhadhiri katika chuo cha Dr. Salim Ahmed Salim, kituo cha uhusiano wa kimataifa cha Dr. Salim Ahmed Salim, maarufu kwa jina la chuo cha diplomasia. Sawa sawa, karibu sana Sheikh Mteleke, karibu sana kwenye Ncha Kali Podcast. Nilitangulia kueleza kuwa tunazungumza kuhusiana na simulizi za hatua za mabadiliko za wageni ambao tunawaalika, na tunafanya hivi tukifahamu ya kuwa kila mwanadamu anapitia hatua za mabadiliko, lakini hatua ambazo haswa sisi tunazizungumzia zaidi ni hatua za mabadiliko ambazo zimempelekea mtu kwenye mabadiliko chanya, mabadiliko ambayo hata mtu mwingine akisikia safari hii ya mabadiliko, basi inaweza kuwa chachu kwake, ikawa hamasa kwake na yeye kuona kwamba kumbe na mimi pia ninaweza siku moja nikapitia hatua za mabadiliko na nikaweza kuwa mtu fulani katika sura chanya, haswa ikiwa ni pamoja na swala zima la kumtambua Mola wetu mlezi. Mabadiliko haya ndio mabadiliko haswa ambayo tunayakusudia katika mazungumzo yetu. Tuje kwa upande wako wewe Sheikh Sahib, kwako wewe safari yako ya mabadiliko ilikuwaje, kutoka kuwa Sahib ambaye ni mtoto mdogo ambaye yuko chini ya wazazi wake mpaka kufikia hatua ya kuwa Sheikh Sahib ambaye tuko naye hivi leo ni mhadhiri wa kituo cha Dr. Salim Ahmed Salim? Safari yako ilikuwaje? Asante sana ndugu mtangazaji. Safari yangu hii ya mabadiliko naweza kuigawa katika hatua kuu 5. Hatua ya mwanzo kabisa ni kijijini kwangu Palangawano, katika mkoa wa Njombe. Lakini hatua ya pili ni katika mji wa Rujewa uliopo katika wilaya ya Mbarali, mkoa wa Mbeya. Na hatua ya tatu ni jijini Dar es Salaam.
Hatua ya 4 ni jijini Khartoum, Sudan. Na hatua ya 5 na ya mwisho ni jijini Mbale, Uganda. Okay. Nikianza na hatua ya mwanzo kabisa ambayo ni hatua ya kijijini kwangu Palangawanu, Njombe. Hatua ya mabadiliko ilianza baada ya kupata mwalimu wa masomo ya dini ambaye alitokea katika wilaya ya Njombe. Kipindi hicho Njombe ilikuwa ni wilaya katika mkoa wa Iringa. Kwa alitokea wilayani Njombe na kuja kijijini kwetu na kuasisi madrasa ambayo ilikuwa ikiitwa Madrasatun Nurania. Mwalimu huyu maarufu kwa jina la Shaban Mikidadi Ngiuza alifika kijijini kwetu na kuasisi madrasa hii kwa mara ya kwanza. Kwa sababu katika umri wangu mpaka nafikia hatua zile nilikuwa sijawahi kuona mwalimu wa madrasa amefika pale kijijini. Kwa hiyo ndio alikuwa wa mwanzo. Na wakati huo ulikuwa umefika umri gani? Wakati huo bado nasoma shule ya msingi. Lakini ni umesogea madarasa kidogo. Nishasogea. Kwa hiyo toka hapo mpaka unafika hayo madarasa ulikuwa hujawahi kuona mwalimu wa dini. Sijaona mwalimu. Kwa hiyo alipofika aliasisi ile madrasa, na kwa kweli alikuwa na jitihada ya hali ya juu ya kufundisha, kwa sababu tulikuwa tunaenda shule. Ndio. Na madrasa hasa tunasoma baada ya kutoka shule. Kwa sehemu kubwa ni kuanzia yani magharibi ile mpaka isha, mara nyingine anafundisha mpaka saa 3 za usiku. Kwa hiyo ndiye aliyenijengea msingi, naweza kusema kwamba ndiye aliyenifundisha yani alifu kwa ujiti tumezoeleka. Alifu kwa ujiti, na kwa jitihada zake kwa kweli tulipiga hatua ndani ya muda mfupi, kwa sababu alikuwa na ratiba ambazo anazisimamia. Lakini mara nyingine kabla hatujaenda shule tulikuwa tunakwenda kwanza madrasa saa 9 usiku, saa 10 tunasoma mpaka saa 12, kisha tunaenda shule. Kwa hiyo ndani ya muda mfupi tulipiga hatua, hasa katika stadi ya kusoma Qur'ani. Mpaka miaka 2 alikaa takriban. Binafsi nilikuwa nimefika kwenye msahafu nikiwa katika juzu ya 6 Suratul Maida, kwa sababu mfumo wake ilikuwa akifundisha juzu ama. Ndio. Ukishamaliza juzu ama, sehemu mara nyingi watu imezoeleka kwenye madrasa nyingi unakwenda kuanzia mwisho. Lakini yeye alikuwa anaanza Suratul Al-Fatiha, huko anaendelea na Bakara na kwenda juu. Watu mazoea nyingine wanaanzia Al-Mursalat, ambapo wengi madrasa nyingi huwa wanaanzia Al-Mursalat, yeye alikuwa anaanzia huko Al-Baqara. Na ukishamaliza juzu ama ilikuwa hakufundishi. Tulikuwa tunasoma kwa ushindani wa hali ya juu sana. Kwa kila mmoja anajisomea yeye mwenyewe, yani ukishamaliza tu juzu ama, huku mbele ya kufundisha unaenda tu pale kwa anakusikiliza, unaenda kuaridhi tu. Kwa hiyo ndio ilikuwa hatua yangu ya mwanzo ya mabadiliko. Na hatua ya pili iliyofuata ni kituo cha Rujewa. Kituo cha Rujewa nilifanikiwa kwenda kusoma kule. Ilikuwaje kutoka kijijini kule ndio mpaka kufika Rujewa kimasomo? Kwa kweli kutoka kijijini mpaka kufika Rujewa ni safari ambayo sikuipanga rasmi, lakini unajua kila jambo linakuwa lina sababu yake. Nilitoka safari ya kwenda kijiji kinaitwa Igawa. Kipindi kile kulikuwa na sherehe hizi za maulidi zinafanyika sana. Kwa kulikuwa na tarehe ambayo ilipangwa kwa ajili ya maulidi hapo Igawa. Kwa tukaenda mimi na mdogo wangu. Tulipofika pale tukaambiwa ile shughuli imeahirishwa. Na kipindi kile hakukuwa na mawasiliano kama sasa hivi kwamba mweza kuwasiliana ukajua mapema kuwa imeahirishwa. Hili jambo limeahirishwa. Kwa hiyo baada ya kuwa shughuli imeahirishwa, tulilala kwa mzee wetu anaitwa Mzee Muhongole. Tulipolala pale, asubuhi nilivyoamka nikakuta kibao kimeandikwa Rujewa. Sababu vile vya kuashiria barabara inaingia Rujewa. Sababu kakaangu alikuwa akitaja sana mara nyingi kwamba Rujewa kuna mama yetu mdogo na yupo jirani na nyumba ya Mzee Mgangaluma. Mzee Mgangaluma ni maarufu sana kwa kipindi kile, alikuwa ni padre, alikuwa na magari. Kwa hiyo nikauliza, hivi
kutoka hapa Igawa mpaka Rujewa kuna umbali gani? Wakaniambia kwamba hapa hapana umbali mkubwa. Na ule bei gani? Wakaniambia shilingi 300 kwa kipindi kile. Na mimi mfukoni nilikuwa na akiba ya inayoniwezesha kufika mpaka huko, na nikatoka Rujewa nikarudi tena kijijini Palangawano. Kwa hiyo nikachukua maamuzi ya kwenda kumtembelea mama yangu Rujewa, mama yangu mdogo anayezaliwa pamoja na mama. Ndio. Nilipofika kule nikapokelewa walilahi alhamdu, na asubuhi yake ni wadogo zangu nikawasikia wananiaga kwamba kaka, tunaenda madrasa. Sababu mimi nilikuwa ni katika watu wenye raghaba kubwa katika eneo hili la masomo ya dini. Nikamwomba mama nifuatane nao mpaka madrasa ili nikacheki mazingira. Wewe nitoka nao mpaka madrasa, kufika kule walilahi alhamdu nihamasika sana. Madrasa ilikuwa ni kubwa, ikiitwa Madrasatun Nahdlatul Jadida. Takriban wanafunzi hata 300 walikuwa wanafika. Kwa hiyo nimefika pale, wako mstarini na mwalimu yupo pale, mwalimu wa zamu anakaa paredi. Baada ya hapo wakaingia darasani. Yani ratiba zile kama za shule, kama za shule. Kama za shule. Kwa hiyo ikazidi kunipa hamasa pale pale, hata kabla sijafahamiana na yote. Mwalimu aliwaruhusu wanafunzi wakaenda darasani, akaingia ofisini. Nikamfuata ofisini, ambaye si mwingine ni mwalimu wangu anaitwa Sheikh Yahya Muhammad Mbwera. Nikamfuata ofisini, nikajitambulisha kwamba mimi natoka Ubena, kule kwetu maarufu kwa jina la Ubena. Natoka Ubena, nimekuja kwa mama yangu mdogo hapa, kwa hiyo nimekuja kutembea, lakini nimehamasika sana, napenda nijiunge na shule hii. Na yeye kwa kweli alinihamasisha, na kushukuru kwamba tunakukaribisha, na akaniomba tuongozane naye darasani kwa sababu alikuwa tayari anajiandaa naingia darasani. Kwa tukatoka naye mpaka darasani. Kufika darasani akanitambulisha kwa wenzangu na akanitaka nisome chochote katika Qur'ani kama nina fahamu. Basi nilimuuliza imekuwa hifdhi au kwa kusoma, akanambia soma kwa hifdhi. Nakumbuka nilisoma suratul Bayyina hifdhan mpaka mwisho, na kwa kweli nikashiriki kipindi kile cha kwanza cha yeye alisomesha Qur'ani, akaja mwalimu mwingine akafundisha tauhidi, akaja mwingine akafundisha sira, mwingine akaja mwalimu wa Kiingereza, akaja mwalimu wa lugha ya Kiarabu. Kwa mazingira akazidi kunihamasisha kwa yale mazingira walikuwa wanaona tofauti na ambavyo wewe unasoma wala kwa sababu nilivyotoka nyumbani huko sehemu kubwa tulikuwa tunasoma Qur'ani tu na labda baadhi ya hadithi, au anateua mwalimu labda vipengele fulani vya sira na hivi. Lakini wingi wa walimu na kila mmoja naingia kwa kipindi chake na kuna ratiba maalum nilianza kuona pale. Kwa hiyo ni mazingira ambayo yalinihamasisha na kunipa yani hamasa ya hali ya juu ya kutaka kujiunga na ile madrasa. Kwa hiyo nilivyorudi nyumbani, mamangu akaniuliza umefika na umeona madrasa? Nikamwambia nimefika na nimehamasika sana na ninaomba niishi hapa nyumbani ili nisome madrasa. Kwa akamuita babangu mzee Abdu Kikula, akamfahamisha kwamba mwanao alikwenda madrasa na wadogo zake, kwa hiyo amerudi hapa, anaomba akae hapa ili asome madrasa. Mzee alinipokea vizuri na akanihamasisha zaidi, akanambia kuna wenzako hapa unashinda unaendesha matrekta hapa, nimehamasisha sana usome madrasa, wewe unataka mwenyewe, kwa hiyo njoo kae hapa usome. Kwa hiyo nikaaga sasa kurudi nyumbani ili nitoe taarifa kwa wazazi wangu na walezi wangu kwa ajili ya kuja rasmi sasa waniruhusu nije kusoma. Nilipofika nyumbani mweleza kakaangu na tukaenda kwa mama yetu mlezi, na akamwambia huyo alienda Rujewa na ameona shule huko na anataka kwenda kusoma huko. Kwa hiyo hawakuwa na zaidi la kusema, wakaniunga mkono, wakaniandalia maandalizi, nikarudi Rujewa rasmi kuanza kusoma Madrasatun Nahdlatul Jadida. Hiyo ndio ilikuwa safari yako ya kwanza? Safari yangu ya pili sasa. Rujewa rasmi kuanza kusoma. Ndio. Maisha ya Rujewa yalikuwaje, ukizingatia kile ulichokuwa unakitaka umekipata, umepewa fursa ya kusoma pale Rujewa kama ambavyo ulikuwa unataka? Maisha ya Rujewa yalikuwa ni mazuri, hasa kwenye lile eneo ambalo nililolikusudia. Kama nilivyosema hapo nyuma kwamba ilikuwa ni shule ambayo ina walimu wa kutosha, walimu wa dini lakini pia walimu wa masomo ya secular. Na tulikuwa tuna ratiba kuanzia saa 1 asubuhi tuko shule, tunafanya usafi, tunaingia darasani, saa 6 tunarudi nyumbani, tunakula chakula, tunarudia tena mpaka saa 10. Kwa hiyo lakini pia walimu walikuwa na jitihada za kutufundisha masomo ya ziada baada ya hiyo saa 10. Kwa hiyo yani yale malengo yangu yalitimia yani kwa kiasi na kiwango kilichokuwa cha hali
ya juu. Lakini ukiachilia mbali hayo mazingira ya kusoma, kuna stadi ambazo nilijifunza muda nikiwa pale. Okay. Maeneo ya kwetu tunalima kilimo cha mahindi na maharage na kadhaa, lakini kule ni eneo rasmi kama unavyofahamu ndugu mtangazaji, kwamba ni eneo rasmi la kilimo cha mpunga ambacho ni kilimo cha biashara. Kwa hiyo tulikuwa tukienda kazini shambani, shamba lile la familia pale nyumbani, tunafanya kazi takriban mpaka saa 11 tunapumzika. Kwa muda huo wa kupumzika, baada ya kuwa nimejifundisha ile study na nimeielewa, ndani ya mwaka ule ule binafsi niliomba eneo, mzee anipatie kaji eneo na mimi nilime kwangu binafsi kama mimi. Alinipatia ile eneo, kwa nikalima kwa ule mwaka wa kwanza, wallahi alhamdu, pamoja na huko kusoma nilipata gunia 5 za mpunga. Ya mwaka wa pili nikaongeza kidogo, nikapata gunia 13. Mwaka wa 3 nikapata gunia 23, ambao ndo ulikuwa mwaka wa maandalizi ya safari ya kuelekea Dar es Salaam. Na kiasi hiki cha mpunga ndicho kilichonisaidia kufanya maandalizi ya safari ya kwenda Dar es Salaam. Uko Rujewa kwa ajili ya masomo. Umegusia kuhusiana na safari ya kwenda Dar es Salaam. Masomo ilikuwaje? Pale Rujewa ulisoma hatua gani? Yani mpaka kukamilisha masomo ya Rujewa ulikuwa umekamilisha kwa hatua gani? Lakini ilikuwaje kutoka Rujewa kuja Dar es Salaam? Fikaje Dar es Salaam? Nafahamu wewe lengo lako baada ya kuona mazingira ya Rujewa yako rafiki na ukaona ni mazingira mazuri kwa wewe kusoma, ukawa umeweka lengo ukasome pale. Ilikuwaje tena kutoka pale kuja Dar es Salaam? Asante sana mtangazaji. Pale Rujewa nilisoma kiwango cha msingi, marhalatul ibtidaiya. Ndio kiwango ambacho nilikisoma pale Rujewa. Na baada ya kukamilisha ile miaka ambayo tulikuwa tunasoma pale, walimu wetu na uongozi kwa ujumla wa madrasa ulifanya utaratibu wa kuendeleza baadhi ya watu kwa hatua zinazofuata, kwa maana kwa level ya elimu inayofuata ambayo ni mutawasita, kwa maana upili wa kati. Ndio. Kwa hiyo mimi nikawa miongoni mwa waliobahatika katika ile darasa letu kuteuliwa kwa ajili ya kujiendeleza na level inayofuata ya masomo, na tulikuwa idadi yetu ni watu 5. Kuna mwenzangu anaitwa Imani Juma Sivikwa, kuna Abubakari Mwanyana, kuna Bilali Nyumile na mwingine ni Hamisi Muyinga. Kwa hiyo baada ya kukamilika maandalizi yote, walimu wetu ndio waliandaa mazingira rafiki ya Dar es Salaam, na tukatoka nao mpaka kuja katika shule ya Al-Furqan, Markazul Furqani Al-Islami iliyopo Malapa Buguruni. Kwa hiyo tulikuja na mwalimu wetu Sheikh Yahya Muhammad Mbwera, ndio aliyetufikisha mpaka shuleni pale. Akatukutanisha na mwalimu wangu Sheikh Juma Bigarama, ambaye ndio alikuwa mkuu wa shule pale, mudir wa Markazul Furqani Al-Islami, na tukafanyiwa interview ya kujiunga, na wote tukawa tumefanikiwa kuanza level ya upili wa kati, kwa maana level ya mutawasita. Sawa sawa. Ndio. Sheikh Saib, nikurudishe nyuma kidogo tu, nikurudishe nyuma sasa, kabla ya kuja Dar es Salaam, nikurudishe kule Rujewa. Miongoni mwa sababu zilizokufanya wewe kwenda Rujewa, umetueleza kwamba ulikuwa umetoka kijijini kwenu mmekwenda kwenye hizi shughuli, sherehe za Maulid. Ndio. Na kwa bahati mbaya pale mlipokwenda sherehe ile ilikuwa imeahirishwa. Kwa hiyo ikawa ni sababu wewe asubuhi ukaona bango, lakini ulisema uko umeenda na mdogo wako ndio ulikuwa mko pale. Swali langu ni kwamba wakati wewe umekaa Rujewa unasoma, kijijini kulikuwa na wenzio ambao mlisoma wote kwa yule ustadhi wenu wa kwanza kabisa. Hao wenzako wakati uko Rujewa, kuna namna yote uliwakumbuka au uliona kuna haja ya wenzako kutoka kijijini kuja kunufaika na utaratibu ule wa elimu uliokuwa unatolewa Rujewa? Asante sana. Walillahi alhamdu. Nilipofika mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kutoka kijijini, lakini kipindi cha likizo nilikuwa nikifika nyumbani na wahamasisha wenzangu tuungane pamoja katika
harakati hii ya mabadiliko na waliniunga mkono sana, na mtu wa kwanza kuniunga mkono ni baba yangu mdogo ambaye ni baba yangu lakini ni rafiki yangu kwa sababu tumezaliwa mwaka mmoja, tumecheza pamoja. Anaitwa mzee Tamim Salum Teleke. Kwa hiyo nilikuwa nikifika naongea naye yeye, lakini naenda kumhamasisha babu yangu, sababu babu alikuwa ni ndo shekhe wa msikiti pale kijijini. Kwa hiyo ile kuona nimeenda kusoma alihamasika sana. Kwa hiyo nikawa nikifika naongea naye kwamba naomba baba naye nitoke naye tukasome. Kwa hiyo akaliunga mkono hilo. Mwaka tu wa pili uliofuata ni baba mdogo naye akaja. Akaja Rujewa. Kwa hiyo baada ya pale tukawa tuko wawili na na kabla ya kuja maana nilifanya tafuta mazingira ya wapi atafikia. Kwa sababu nilikuwa tayari niko kwa mama mdogo. Kwa hiyo nilikuwa na wenyeji fulani. Nikaongea na marehemu mzee Hamadi Mkakirwa, Allah mrehemu. Amin. Kwamba kuna babangu mdogo. Mzee Hamadi Mkakirwa ni nani alikuwa? Mzee Hamadi Mkakirwa ni katika wenyeji na mashekhe wa pale Rujewa. Kwa hiyo niongea naye na akaliunga mkono hilo na akaniambia basi wewe njoo naye atakaa hapa kwangu. Kwa hiyo ilipofika babangu mdogo akakaa kwa mzee Mkakirwa. Lakini baada ya hapo walikuja wenzetu miaka iliyofuata takriban 7 wengine kutoka kijijini. Kwa hiyo jumla tukawa karibia watu wa 9. Japokuwa kuna wengine baadaye walikuja wakatoka lakini tulibakia takriban 7. Kwa wingi ule watu 9 wote wakawa wanaishi kwa mzee Mkakirwa? Hapana. Baada sasa ya kuwa kuna idadi kubwa ambayo nimeshaongea nao kule na tunabadilishana mawazo na babangu hapa na wamekubali, baada ya kuwahamasisha tulifanya utaratibu, tukaonana na uongozi wa madrasa pale. Nakumbuka nilionana na almarhum mzee Abdul Ghafur. Ni mzee wetu wa Kiburushi pale, alikuwa ni sehemu ya uongozi wa madrasa pale kama mwenyekiti wa kamati ya msikiti kwa kipindi kile kama sikosei. Kwa hiyo nikamueleza kwamba kuna wenzetu ambao wanania kuja kusoma na hawana sehemu ya kufikia. Kwa hiyo alinielekeza kwamba kuna nyumba, akanielekeza kwamba kuna mwalimu mwanzo alikuwa anaitwa Mwalimu Almasi. Kwa kaniambia pale kuna nyumba ya Mwalimu Almasi ameshasafiri na inakaa tu pale. Kwa hiyo watakapokuja hao wenzako basi wakae katika ile nyumba. Kwa hiyo alivyokuwa tayari mmoja ambaye tayari alikuwa yuko anania kujiunga, ambaye ilikuwa ni mdogo wangu ambaye tunazaliwa baba mmoja, anaitwa Yusufu. Kwa hiyo alikuwa ndo mtu wa kwanza, aliletwa na kakaangu marehemu Allah mrehemu, anaitwa Awadhi Salum Teleke, Thabit Salim Teleke. Kwa akaja naye kwa nia kwamba sasa inabidi mimi aniombee kwa mzee pale nihame nikae naye huku kwenye hii nyumba. Walikuja akaniomba kwa mzee na kidogo kulikuwa na ugumu mzee kukubali hilo kutokana na tulivyoishi vizuri, na akawa na wasiwasi kwamba kwani kuna shida gani, lakini kaka kamkinaisha kwamba tumeshindwa kumleta huyu naye akae hapa kwa sababu kuna wengine wengi wanakuja na huyu ametangulia peke yake, kwa atashindwa kukaa peke yake, inabidi akae na huyu mwenyeji wake. Kwa hiyo nikahama pale kwenda kwenye hii nyumba ambapo sasa na hao wengine walivyokuja tukawa pamoja katika ile nyumba. Wote tuko tunaishi pamoja pale. Tulikuwa na kundi lingine wenzetu walikuwa wanaishi katika nyumba nyingine, lakini pale tulikuwa takriban watu watano ambao tulikuwa tunaishi kwenye ile nyumba. Ndio. Mmekuja Dar es Salaam kwa sababu ya hatua inayofuata, na umetueleza kwamba mlifikia aliwaleta mwalimu wenu mpaka Markaz Furqan. Na wakati mnatoka mlielezwa mazingira ya huku Markaz Furqan yatakuwaje, kwa maana ya kwamba mtakuja kufikia wapi, sehemu ya kuishi, au utaratibu wa kutoka kule mnatoka Rujewa mnaletwa Markaz Furqan, mlielezwa utaratibu ukoje? Okay, nashukuru. Kama nilivyoeleza hapo nyuma kidogo kwamba uongozi wa madrasa uliandaa taratibu zote kwa maana ya mahala pa kufikia na gharama za maisha kiujumla, chakula, yani uongozi ulikuwa umejipanga hasa kwa hilo. Kwa hiyo tulifikia kwenye chumba ambacho tayari kishalipewa kodi mwaka mzima. Kulikuwa na chumba maalum. Chumba maalum. Na kila kodi ikishaisha tulikuwa tunalipa kodi ya mwaka mzima.
tunalipiwa ile pesa inatumwa, tunamlipa mwenye nyumba, tunabakia sasa ule mwaka mzima tunakaa kwa ajili ya kusoma tu. Ndio. Sawa. Muda wetu unatutupa mkono. Tumeiangazia safari yako tangu ulipoanza kijijini kuja Ludewa, lakini sasa umetoka Ludewa umekuja Dar es Salaam kwa ajili ya kusoma hatua inayofuata. Kwa sababu ya muda, ningekuomba Sheikh Sahib tukomee hapa kwanza kwa siku ya leo, kwa sababu muda wetu umetutupa sana mkono. Alafu nikuombe inshallah kesho panapo majaliwa yake Allah tukutane tena hapa kwa ajili ya kuendeleza hapa tulipoishia. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, huyo ni Sheikh Sahib Mteleke ambaye ndiye tuko naye leo tukiangazia hatua zake za mabadiliko kutoka alipotoka mpaka kufikia kuwa Sheikh Sahib ambaye tuko naye leo katika Ncha Kali Podcast. Sheikh Sahib ambaye ni mhadhiri wa kituo cha Dr. Salim Ahmed Salim almaarufu chuo cha diplomasia Kurasini, Dar es Salaam. Tumeangazia hatua zake toka alipoanza mpaka ambapo amefikia kuja jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kujiunga na hatua inayofuata ya kimasomo baada ya kusoma kule Ludewa na kuweza kuhitimisha hatua ile aliyosoma Ludewa. Sasa wamechukuliwa, wameletwa Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na masomo zaidi. Tutayaangazia simulizi hizi za hatua zake za mabadiliko mpaka kuweza kufikia hatua ya kuwa mhadhiri katika kituo cha Dr. Salim Ahmed Salim. Kuna mengi sana ya kujifunza kupitia katika hatua zake, simulizi hizi za hatua zake za mabadiliko. Nikusihi sana uhakikishe unafuatilia simulizi hii ya ndugu yetu Sheikh Sahib Mteleke. Kesho panapo majaliwa, muda na wakati kama leo, tutakuwa hapa tena kwa ajili ya kuendeleza kusikiliza simulizi za hatua zake za mabadiliko.